بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، ndugu waislamu tuliokusanyika mahali hapa katika msikiti huu wa Jundub bin Junada al-Ghifari radiyallahu anhu katika mji huu wa Moshi, ikiwa huu ni usiku wa tarehe 5 takriban ya mwezi wa Jumada al-Ula, usiku wa Jumanne au usiku wa kuamkia Jumanne. Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na utashi wake ametukusanya hapa katika wakati huu mfupi wa baada ya salati al-maghrib ili kuambiana na kukumbushana maneno makubwa ya Allah jalla wa ala, maneno ambayo natarajia yatatia uhai katika nyoyo zetu, yatatunufaisha katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala tutakapokutana na yeye, kwa sababu sisi tunaelekea kwake. Na hapa tulipo tuko katika makazi ya muda mfupi, lakini makazi ya muda mrefu na ya kudumu yako mbele yake subhanahu wa ta'ala, na hayo hayako mbali. Kila siku tunasogea kwake subhanahu. Namuomba Allah jalla wa ala aturuzuku kuyafanya yale ambayo yatamridhisha na kumpendezesha yeye, aturuzuku mwisho mwema. Tukiondoka hapa duniani tuwe tumeondoka na hali ya kuwa ameturidhia subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakati huu mfupi nitapenda tuutumie vizuri ili tuvune ndani yake mambo ya kheri, mambo ambayo yatatukurubisha kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo makubwa ya mtu kumkaribisha yeye na Mola wake
mambo ya kumweka karibu na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Ni jambo la watu kupendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa ndugu kwa ajili yake. Suala la watu kupendana kwa ajili ya Allah na kuwa ndugu kwa ajili ya dini yake subhanahu wa ta'ala ni katika neema kubwa ambazo Allah subhanahu amewaruzuku waumini. Ukitaka kulijua hilo, ifungue Qur'an, kadhalika isome sunna na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tutaja baadhi ya aya katika Qur'an na baadhi ya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu hili. Ukisoma suratu Ala Imran katika aya takriban ya 103 anatuambia maneno haya: wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ukiangalia aya hii kwa umakini utaliona hili ambalo nimeligusia hapa mwanzo, kwamba watu kupendana kwa ajili ya Allah na kuwa ndugu kwa ajili ya dini yake Allah subhanahu wa ta'ala ni moja katika neema kubwa alizowaneemesha Uislamu, na ni katika mambo ambayo tunajikurubisha nayo kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alipotuhimiza kuwa na mshikamano, akasema nashikamaneni na kamba ya Allah ambayo ni dini yake. Kamba yake Allah subhanahu wa ta'ala ni dini yake, dini iliyojengwa juu ya msingi wa kitabu na sunna, yani al-Qur'an na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kushikamaneni na kamba ya Allah subhanahu, wala msifarikiane, wala tafarraqu, wala msifarikiane. Kisha akatwambia, anawaambia Waislamu, wadhkuru ni'matallahi alaykum, na ikumbukeni neema ya Allah iliyoko juu yenu, idh kuntum a'daa, wakati mlipokuwa maadui. Kumbukeni huko nyuma mlipokuwa maadui, hamjuani, hamjazoeana au mwajuana lakini hampatani, magombana, mapigana, mauana. Hii hali ilitokea na iko kwa baadhi ya watu. Kwa kuna uhasama baina yao wa kuuana, uhasama ambao kudhulumiana na kuumizana, uhasama chuki na uadui. Sasa hali hii walikuwa nayo masahaba wakati walipokuwa katika ukafiri na ushirikina. Sasa leo wamekuwa ni waumini, wako pamoja. Na hivyo hivyo baadhi ya Waislamu waliokuja baada yao, hali kama hizi walizipitia, uhasama na uadui. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake akaunganisha nyoyo zao, fa'alafa baina qulubikum, akaziunganisha baina ya nyoyo zenu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa nyinyi kwa sababu ya neema zake Allah ni ndugu hasa mnaopendana. Kwa hiyo hii ni ishara ya kuonyesha kuwa watu kupendana kwa ajili ya Allah na kuweka udugu kwa ajili yake na kwa ajili ya dini yake ni neema inayopelekea katika
radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuchukiana na kukhasimiana, kuwa na uadui ni nikma na ni adhabu inayopelekea watu kuingia katika moto. Na nyinyi mlikuwa hivyo, wanaambiwa Waislamu ambao ni masahaba na Waislamu wengine ambao hawakuwa wakijuana kabisa, kisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawaunganisha wakawa ndugu. Na ukimsoma mujtamaa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika upande huu, utayaona maajabu makubwa kabisa. Walifikia katika kima cha juu, katika kima cha juu kabisa katika mahaba kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walipendana sana. Kilichowafanya wapendane ni dini ya Allah. Walimpenda Allah, walimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walipendana wenyewe kwa wenyewe, na mahaba yao yakawa ni makubwa, wakastahiki kusifiwa Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum, kama anavyoeleza Allah katika suratu Al-Fath aya ya mwisho, aya 29. Muhammad ni mtume wa Allah, na wale walio pamoja na yeye ni wakali na ni mashupavu dhidi ya makafiri, lakini ni madhalili au ni wenye kuhurumiana baina yao, wao kwa wao, ruhamau baina, ni watu wenye huruma baina yao na mahaba na mapenzi makubwa. Na mpaka Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akaelezea kwamba sababu ya hilo ni nini, litokana na nini, lakini pia akaeleza kwamba wasifu wao huu umeelezwa mpaka kwenye vitabu vilivyotangulia kabla yao, kwenye Taurati, kwenye Injili. Wameelezewa hawa ni watu wa aina gani na wakoje. Kwa hiyo ukisoma habari zao utaona ile namna walivyofikia kilele cha kupendana, na kwa sababu hiyo wakafaulu hapa duniani na wakawa wamefaulu kwa akhera, bali dini ilipata nguvu kwa hilo. Kwa hiyo inaonyesha ya kwamba tukitaka sisi katika jamii yetu, da'wa yetu na dini yetu ipate nguvu, ni lazima sisi tulioishika dini hii tupendane kwa kiasi kikubwa sana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Anfal analieleza jambo hili aliposema, wa in yuridu an yakhda'uk fa inna hasbaka Allah, wakitaka wao kukufanyia hadaa wewe Muhammad, basi anayekutosha wewe ni Allah, ndiye atakayekukinga na hadaa zao na shari zao, shari za wanafiki, shari za makafiri na washirikina. Wao kutaka kuwadaa wewe wa kuingiza mahali pabaya, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweza kukulinda wewe na kukutosheleza. Kisha amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin, yeye Allah subhanahu ndiye ambaye amekutia nguvu wewe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeye ndiye aliyekupa nguvu wewe kwa nusra yake na kwa sababu ya waumini. Kuna kikundi cha waumini kilichokuamini wewe, Allah subhanahu wa ta'ala akalipa nguvu jambo lako na akakutia nguvu wewe kwa sababu ya uwepo wao. Huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin, yeye ndiye ambaye amekupa nguvu wewe kwa sababu ya nusra yake na kwa sababu ya waumini, watu waliompenda Allah subhanahu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wakapendana wenyewe kwa wenyewe, ikapatikana nguvu kubwa kabisa ya kuenea Uislamu. Haya ilikuwaje? Allah anasema wa'alafa baina qulubihim, Allah akaunganisha kati ya nyoyo zao. Waislamu zikawa zile nyoyo zao zimeungana, wakawa kitu kimoja, jambo la moja. Almu'minu lilmu'min kalbunyan, ikawa mu'min kwa mu'min mwenzake ni kama jengo moja, kama anapotueleza Mtume sallallahu alaihi wasallam
namna waislamu wanapotakiwa kuwa. Kwa hiyo Allah akaunganisha baina ya nyoyo zao. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Lau wewe Muhammad ungelitoa vilivyopo katika ardhi vyote, vitu vyote vilivyopo katika ardhi ungevitoa, ungetoa dhahabu, ungetoa fedha, ungetoa aina tofauti tofauti ya madini, ungetoa ardhi ukawapa watu, ungetoa wanyama na vipando, ukatoa chochote utakachokitoa, usingeweza kuunganisha baina ya nyoyo zao. Lau anfaqta ma fi ardi jami'an, lau ungevitoa vyote vilivyopo katika ardhi, ma alafta baina qulubi, usingeweza kuunganisha baina ya nyoyo zao, walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Usingeweza kuunganisha baina ya nyoyo zao, lakini Allah aliunganisha baina yao, hakika yeye ni mshindi mwenye hikma. الصحابي الجليل العظيم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه anaelezea kwamba aya hii nazalat fil mutahabbina fillah, imeteremka kwa ajili ya watu wanaopendana kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo kile kitendo cha watu kuungana katika kupendana kwenye jambo la dini si kitendo kinachotengenezwa na mwanadamu kwa utashi wake na nguvu zake na uwezo wake au ushawishi wake. Mtu anaweza kuunganisha watu wakawa wako pamoja, lakini nyoyo zao zikawa tofauti na kila mmoja akawa na malengo yake. Kwa nini wewe uko hapa? Pengine kwa sababu kadha. Huyu uko hapa kwa sababu ya damu, kama ni ndugu yangu, au kwa sababu ya ukabila, au kwa sababu ya maslahi fulani, au kwa sababu ya kuna sababu tofauti. Lakini kuwaunganisha watu pamoja wawe wapendana kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na watu wakafikia katika kilele cha kupendana, jambo hili hakuna anayeliweza kulifanya ila Allah. Na ndio maana alipokuwa akiwaelezea Mayahudi walioungana kwenye vikosi vyao mbalimbali dhidi ya kupiga vita, katika kupiga vita Uislamu, wameungana dhidi ya Uislamu na dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu alipoeleza wao akataja akasema, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika biannahum qaumun la ya'qilun. Utawadhania wao wako pamoja, utawadhania kwamba jambo lao ni moja, nyoyo zao ziko pamoja. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utawadhania wao wako pamoja na hali ya kuwa nyoyo zao ziko tofauti, ziko mbali. Kwa nini? Kwa sababu wao ni watu wasiofahamu, watu hao hawajui kitu, hawana akili hao. Kwa hiyo watu wanaweza wakaungana wakawa wengi mahali pamoja, na pengine likawa limewakusanya lengo moja tu, lakini wao kwa wao hawapendani. Hiyo sio sifa ya waumini. Sifa ya waumini walivyo huwa mkusanyiko wao kama vile wanavyokusanyika katika viwiliwili vyao, basi na nyoyo zao nao vile vile zinakuwa pamoja. Hiyo ndio sifa ya waumini walivyo, nyoyo kwanza. Na Allah subhanahu wa ta'ala hutazama sana kwenye nyoyo, lakini pia hutazama matendo. Sasa katika amali bora, narudia tena, katika matendo au amali na ibada iliyo bora kabisa, a'dhamul qurbat, jambo kubwa kabisa la miongoni mwa mambo makubwa ya taa ni watu kupendana kwa ajili ya Allah na kuwa ndugu kwa ajili ya dini yake, na kinyume chake kuchukiana pia kwa ajili ya Allah na kukatana kwa ajili ya dini yake subhanahu wa ta'ala. Na hii ni moja katika alama kubwa ya imani, na yeyote atakayefanya hivyo atastahiki kupata mapenzi ya Allah. Wewe unapompenda mtu kwa ajili yake subhanahu,
wampenda mtu kwa ajili ya Allah azza wa jalla, huna jingine zaidi ya hilo, na wewe Allah atakupenda kama anavyotueleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika alhadith alqudsi. Sahaba Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu asema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema, qala Allah tabaraka wa ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamethibiti mapenzi yangu kwa watu wanaopendana kwa ajili yangu. Mapenzi yangu yatakuwa yamethibiti kwao, mimi nitakuwa ninawapenda watu hao, watu wanaopendana kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamethibiti mapenzi yangu kwa watu wenye kupendana kwa ajili yangu. Unaona katika fadhila kubwa. Kwa hiyo ni ibada ambayo wewe ukiifanya unastahiki kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hili si jambo dogo, ni jambo kubwa. Bali mtu aliyesifika na sifa hiyo ya kuwapenda waumini au kumpenda ndugu yake muumini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwa na sifa hii unakuwa tayari ushaonja ile ladha ya imani. Imani ina ladha, ina utamu ambao mtu akiuonja utamu huo haiko tayari kuuacha, anakuwa tayari ladha imemuathiri, kwa hiyo hawezi kutoka katika ladha ile na utamu ule, utamu wa imani. Hapa ndio kwenye shida na tabu. Watu wengi bado hawajaonja ule utamu wa imani, ile imani haijaingia na kukita katika nyoyo zao. Hili ni tatizo kubwa sana. Sasa miongoni mwa alama za mtu kuwa ana imani ya kweli na tauhidi yake imekamilika ni kuwa ana mapenzi na waumini, ana mapenzi na Waislamu, anawapenda watu wa kheri, anawapenda ahlu sunnah wal jamaa, ana mapenzi ya kweli kwao, si mapenzi feki kwamba fulani nampenda kwa sababu ya kitu fulani, kuna kitu cha ziada au kuna kitu kingine ambacho kinakupelekea umpende huyo fulani, lakini wawaficha watu, hutaki kusema ni kitu gani. Lakini Allah anakijua kwamba huyu wampenda kwa ajili ya Allah kiukweli au na jambo jingine. Kama liko jambo jingine linalofanya umpende, basi itafika siku jambo hilo ukilikosa utamchukia huyu, na pia utafanya ile chuki kama vile ni kwa ajili ya Allah. Na haya tunayaona kwa watu. Wewe ni ndugu yake katika imani, lakini wewe ulikosea ukamuudhi, pengine ulimuudhi kweli kwenye jambo fulani, mambo binafsi, akakwambia fi dunia wal akhirah, mimi siwezi kufanana naye duniani na akhirah, siwezi. Kwa nini ndugu yako mimi? Mimi siwezi. Kwa nini? Kwa sababu watu walipendana, lakini si kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kuja kuchukiana kwa jambo ambalo si kwa ajili ya Allah ni sahali, lakini anayempenda mtu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakuja kukusana naye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ajili ya mambo binafsi, si kwa sababu ya mambo binafsi. Kweli mtu anaweza kumuudhi huyu na yule akamuudhi yule, mkapatanishwa, au kaona basi haya yameisha, yakabaki mapenzi yenu kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Sasa ukionja ladha ya imani na ile ladha ikaingia katika moyo wako, basi utapenda wewe waumini, utawapenda ndugu zako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi
ambayo ni muttafaqun alayhi, imepokewa na al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao kutoka kwa sahaba Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Thalathu, mambo matatu. Kuna mambo matatu hayo, man kunna fihi, yule ambaye mambo matatu hayo yamepatikana ndani yake, wajada halawata al-iman, huyu atakuwa ameshaipata ile ladha ya iman au utamu wa iman. Mambo matatu mtu yakipatikana ndani yake, thalathun man kunna fihi, mambo matatu yule ambaye yamepatikana ndani yake, wajada halawata al-iman, mtu huyo atakuwa amepata ile ladha na ile utamu na ule utamu wa iman. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayataja mambo yale. Jambo la kwanza akasema, ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ni mtu kuwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanapendeza zaidi kwake yeye, yani yeye anampenda Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam zaidi kuliko visivyokuwa hivyo viwili. Fanya utakavyofanya, lakini mapenzi yake makubwa kabisa yako kwa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ina maana kwamba kama kuna jambo lolote litamsababishia amuudhi Allah, hata liwe jambo hili, yeye hata likaribia. Na kama kuna jambo lolote atakuwa analipenda Allah na kuliridhia, yeye atalikimbilia, kwa sababu anampenda Allah. Na siku zote mtu anapokipenda kitu au mtu anapompenda mtu hataki kumuudhi wala hakusudii kumuudhi. Hii ni kawaida ya kimaumbile mwanadamu alivyo. Nikifanya hivi nitamuudhi rafiki yangu, nikifanya hivi nitamuudhi mke wangu, au mke nitamuudhi mume wangu. Hali iko namna hiyo. Kwa hiyo hupendi wewe kufanya vitu vya kumuudhi yule unayempenda. Na hivyo hivyo kwa upande wa Allah jalla wa ala na upande wa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wajitahidi muumini kujichunga na kujiingiza kwenye mambo ambayo wajua haya nitamuudhi ninayempenda zaidi kuliko kila kitu, kuliko nafsi yangu, na unajiweka karibu na kufanya mambo ambayo yatakupendezesha kwake. Sasa muumini katika sifa alionayo moja ni hii. Jambo jingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wa ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ni mtu yule ambaye ameshaionja ile tamu na ladha ya imani, utamu wa imani na ladha ya imani. Katika moja ya mambo ambayo yanampatikania ndani yake ni kuwa anampenda mtu kwa ajili ya Allah. Ayuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, ni kumpenda mtu ikawa hampendi isipokuwa kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo si jambo dogo, ni jambo kubwa. Kwa nini wewe wampenda fulani? Kwa ajili ya Allah. Pengine unaweza kujibu kwa ulimi wako kwa urahisi sana. Hebu uache moyo wako ujibu. Uache moyo wako ujibu, utupe majibu sahihi. Moyo wako wasemaje? Istafti qalbak. Hebu utake fatwa moyo wako, kwa maana kama mwenyewe ujiulize, kwa nini nampenda fulani? Kuna mambo binafsi baina yenu. Kwa nini namchukia fulani? Kuna mambo binafsi baina yenu. Ni kweli ni kwa ajili ya Allah, kama tutakavyoona katika hadithi ile sahihi, kisa cha Abu Idris al-Khawlani na sahaba Muadh bin Jabal
Kwa hiyo ukiuuliza moyo wako utakupa majibu. Ni rahisi sana kusema, pamoja na kwamba kusema nako kuna nafasi, kwa sababu katika adabu za kumpenda mtu kwa ajili ya Allah utakiwa pia umwambie, mimi nakupenda wewe kwa ajili ya Allah, lakini iwe ni kweli kutoka ndani ya moyo wako na si vinginevyo. Hapo utapata fadhila zake subhanahu wa ta'ala. Na jambo la tatu akalitaja, wa yakraha an yauda fi al-kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fi an-nar, na mtu kuchukia kurudi tena katika ukafiri baada ya kuwa Allah ameshamuokoa huko. Ukijitazama wewe pengine kwenye ukoo wako na ndugu zako wengine, unajiona umesalimika peke yako, wewe umepata imani, umepata Uislamu, au wewe ndio umefahamu haki, wengine wote wako mbali kabisa na ile haki. Katika kabila lako, katika mji wako, katika mtaa wako, Allah amekunusuru, amekutoa wewe, akakupa Uislamu sahihi. Sasa wewe ukawa wachukia kufanya vitu vitakavyokurudisha tena kule ulikotoka, kama vile ambavyo wewe nafsi yako inachukia kutupwa katika moto. Kwa hiyo miongoni mwa faida tunazozipata katika hadithi hii ya Anas bin Malik ambayo imepokewa na mashekhe wawili hawa, al-Bukhari wa Muslim, ni kuwa mtu atakuwa amepata ile ladha ya iman na amepata imani iliyokamilika kwa kumpenda Uislamu, kumpenda mtu mu'min kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na si vinginevyo. Thalathu man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, kisha akasema wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa hadha hadithun adhim. Katika faida ambazo mtu atazipata kwa ajili ya kumpenda ndugu yake kwa ajili ya Allah, atapata kivuli chake subhanahu siku ya kiyama, siku ambayo watu watakihitajia hicho kivuli na hakuna kivuli ila chake, na watawekwa katika mahali ambapo hata mitume watawaonea wivu watu hao. Hadithi imekuja, hadithi sahihi muttafaqun alayhi, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, na watu wengi wanaijua ile hadithi ya sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi. Lakini pia hadithi nyingine ambayo ameipokea Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kwamba Allah tabaraka wa ta'ala atasema siku ya kiyama, aina almutahabbuna bijalali, wako wapi wenye kupendana kwa ajili ya utukufu wangu? Alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli, leo hii nitawafunika wao katika kivuli changu, katika siku hii ya leo ambayo hapana kivuli isipokuwa kivuli changu. Kwa nini? Kwa sababu wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika mambo makubwa kabisa katika hilo ni kuwapenda watu wa ilmu, kuwapenda maulama katika watu wa mbele kabisa. Yani baada ya kumpenda Allah kisha ya mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukisema hivi na maana tutakuwa umeipenda dini. Lakini kuwapenda masahaba, kuwapenda wao ni imani na kuwachukia wao ni nifaq. Tahadhari sana na kuwachukia watu aliowapenda Allah na kuwaridhia, lakini na kuwapenda wale ambao wamekwenda kwenye mwenendo wa hao, nao ni ahlul ilm, watu wa ilmu ambao ndio warithi wa mitume, kama anavyotueleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba warithi wa mitume alulama warathatul anbiya, maulama ndio warithi wa mitume.
Sasa kuwapenda ahlul ilmi, kuwapenda wao ni moja katika misingi mikubwa ya imani. Ahlul ilmi, tunaposema ahlul ilmi tuwakusudia wanawachuoni wa ahlus sunnati wal jamaa, wanawachuoni waliosimama katika misingi ya haki wa ilmu na maarifa na da'wa, wakawa wameisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakainusuru dini yake, wakainusuru sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaishi katika as-sunna, wakaeneza tauhid, wakapiga vita shirk, wakaeneza as-sunna, wakaipiga vita bid'a, wakaeneza manhaji iliyo sahihi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, wakapiga vita yale yote yenye kukhalifu njia hii. Watu waliojitolea katika maisha yao kubainisha haki. Kuwapenda hawa ni jambo kubwa sana katika mambo ya imani, na kinyume chake kuwachukia wale wote ambao wanafanya talbis katika jambo la haki, hawana juhudi katika nashri tauhid, kueneza tauhid, bali pengine juhudi yao kubwa ni katika kuruhusu mambo ya kuvunja misingi ya tauhid na mambo ya shirkiyat, mambo ya shirki, au ambao wana juhudi kubwa ya kutetea bid'a na kufungua mlango wa bid'a na kuitweza as-sunna. Kuchukia watu kama hao, hata kama wana jina la ilmu, lakini maadamu wanaukiuka msingi huu, basi moyo wako ujenge chuki juu yao, kwa sababu ndio sifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waumini. Lakini Allah habbaba ilayhim al-iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karaha ilayhim al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Kwa hiyo katika sifa kubwa kabisa tukisema watu kupendana kwa ajili ya Allah, basi katika watu waliokuwa na nafasi ya juu katika nyakati hizi, baada ya kuondoka hao maswahaba na tabi'in, walio na nafasi ya juu kabisa katika kupendwa ni wanawachuoni wa Kiislamu wa ahli sunnati wal jamaa. Tunatakiwa sisi tuwapende, na tunaposema kuwapenda kwa maana kwamba la nadhkuruhum illa bil jamil, hatuwataji wao isipokuwa kwa uzuri. Tunapowataja tunawataja kwa wema, tunawasifia mazuri yao, tunaeleza ilmu yao, tunachukua ilmu kutoka kwao, tunaifikisha kwa watu wengine, tunazitetea heshima zao, tunawaombea dua, tunawaombea maghfira, tunawaombea dua za Allah wahifadhi wakiwa wako hai, na kuwaombea rahma na maghfira wakiwa wamefariki, kuzitetea heshima zao. Hii ni alama katika alama za kuwapenda wao, na kutokubali watajwe vibaya na watu na kuzitaja aibu zao. Tusikubali jambo hili, na hapo tutakuwa tunawapenda hao ahlul ilm, na ni katika mambo ambayo yatatuingiza sisi katika aljanna. Abu Idris al-Khawlani rahimahullah ta'ala katika hadithi sahihi anasema, dakhaltu Dimashq, asema siku moja mimi niliingia Damascus, dakhaltu masjid Dimashq, niliingia katika msikiti wa Damascus kule Syria, kwenda Syria, nikaingia msikitini, fa idha fatan barraqu thanaya, mara nikamwona kijana mmoja mwenye kutoa nuru katika meno yake, ni mtu ana nuru. Wa idha nasu ma'ahu, na ghafla nikaona watu wa pamoja na yeye wamekaa naye. Fa idha ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi, wanapokhtalifiana katika jambo lolote wanaligemeza kwake, wanarudi kwake. Wamezungumza mambo, wamekhtalifiana, wanamrejea yeye, vipi kuhusu hili na hili na hili, asnaduhu ilayhi wasadaru an ra'yi, kisha wanaondoka na rai yake. Fasaaltu anhu, nikauliza kuhusu yeye, huyu bwana ni nani? Mbona kijana mdogo alafu watu wamemzunguka kama hivi, na mnapopata mushkil au jambo lolote mrudi kwake, mmuuliza huyu ni nani huyu? Faqila hadha Muadh ibn Jabal,
radhiyallahu ta'ala anhu. Akasema nikaambiwa mimi huyu ni Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu. Falamma kana min al-ghad hajjat, ilipofika kesho siku ya pili yake mimi nikarauka asubuhi. Bakartu, hajjat kwa maana bakartu, nikarauka asubuhi. Fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir, nikamkuta ameshanitangulia mimi kwa kurauka, na kashafika msikitini kabla yangu. Wawajadtuhu yusalli fantadhartuhu, nikamkuta anaswali nikamngojea mimi, sasa ngoja nimsubiri hatta qada salata, mpaka akamaliza sala yake. Thumma ji'tuhu min qibali wajhihi, kisha nikamwendea upande wa mbele yake kwenye uso wake. Fasallamtu alayhi, nikamsalimia. Thumma qultu, kisha nikamwambia wallahi inni la uhibbuka fillah, nikamwambia wallahi na kuapia kwa Allah, hakika mimi nakupenda wewe kwa ajili ya Allah. Faqala lillah, akaniuliza je ni kwa ajili ya Allah? Faqultu lillah, nikamwambia ni kwa ajili ya Allah. Faqala lillah, je ni kwa ajili ya Allah kweli wanipenda kwa ajili ya Allah? Faqultu lillah, ni kwa ajili ya Allah. Faakhadhani bihabwati ridai, akanivuta mimi kwa habwa ya kile kishali changu, akanivuta mimi. Fajadhabani ilayhi, kisha akanivuta kwake akanikumbatia huko. Faqala abshir, akaniambia basi pata bishara, pata furaha. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, hakika mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema, qala Allah ta'ala, amesema Allah aliyekuwa mtukuka, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamethibiti mapenzi yangu kwa watu wenye kupendana kwa ajili yangu. Walmutajalisina fiyya, na kwa watu wenye kukaa kwa ajili yangu, wanaokaa pamoja kwa ajili yangu. Walmutazawirina fiyya, na wenye kutembeleana na kufanyiana ziara kwa ajili yangu. Walmutabadhilina fiyya, na kwa watu wanaopeana kwa ajili yangu. Wewe pata bishara hiyo. Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu alikuwa ni bwana mkubwa katika mabwana wa maulama. Alikuwa ni kijana mdogo kiumri, kwa sababu Muadh amefariki akiwa na miaka 38. Katika maswahaba vijana wenye elimu nyingi, bali zimekuja athari na hadithi kuonyesha ya kwamba atawatangulia maulama siku ya kiyama. Muadh bin Jabal wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bado akiwa kijana mdogo kabisa, katika mwisho wa umri wa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wasallam anamtuma kwenda al-Yaman. Ni mjumbe huyu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu wa Yemen, apeleke Uislamu na apeleke dini, apeleke hukumu ya Allah na sheria yake, akawafundishe watu tauhid, akawafundishe watu dini ya Allah katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakati siku anaondoka mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anamsindikiza, na mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno kuonyesha ya kwamba Muadh, wewe nenda, lakini hutanikuta mimi, utasikia mimi nimeshafariki. Lakini Muadh alikwenda al-Yaman kwa kutumwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Muadh pia huyo ndiye huyo alionekana huko Sham katika jamii ya Dimashq, anatoa ilmu, watu wamemzunguka, wanamuuliza, wanarejea kwake. Abu Idris al-Khawlani anatuelezea habari hii, na yeye akamfuata akamweleza maneno haya ambayo tumeyasema hapa, kwamba mimi nakupenda wewe kwa ajili ya Allah jalla wa ala, wa hukka lahu an yuhabba, na anastahiki yeye kupendwa. Vipi asipendwe? Naye ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye ni katika watu wa ilmu wanaoeneza ilmu ya dini katika misingi ya sawa sawa,
ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo miongoni mwa watu ambao wanastahili kupendwa sana ni watu wa ilmu. Katika maudhui hii ambayo nimeleta mpaka hapa nilipofika, hapa pana njia mbili, na kwa wakati tuliokuwa nao hatuna budi ila kuchagua njia moja tu. Njia moja ni kuelezea hukukul ukhuwa, haki za ule ndugu na haki za kupendana baina ya ndugu, baada ya kuwa tushafahamu kwamba ni neema ya Allah na ni jambo kubwa lenye kumkaribisha au kumweka karibu mtu na Mola wake. Sasa kuna taratibu zake. Kwa hiyo hii itakuwa ni kwa waumini kwa ujumla na hususan Ahlus Sunnah wal Jamaa wenyewe kwa wenyewe. Lakini upande wa pili ni kuhusu hii nukta ya mwisho niliyozungumzia. Tuache kuzungumza kwa ujumla, tuzungumze kuhusu maulama na namna ya kuwapenda wanaochuoni. Hili nalo jambo lingine refu kidogo, linahitaji ufafanuzi. Kwa tutakuwa tumechukua kipengele kimoja katika ule ujumla wa maudhui, lakini pia tunaweza kwenda nao kwa ujumla katika kuelezea haya mahaba yaliyoko baina yetu sisi, au tunaweza tukakusanya yote mawili kwa njia ya ikhtisar, kwa njia ya ufupi. Basi nitataja kwa ufupi ili tukusanye tupate faida katika yote haya. Ndugu zangu katika imani, watu kupendana kwa ajili ya Allah si jambo dogo, kwa sababu mahaba, kupenda, alhub, ule kupenda ni kitu cha kimaumbile ameumbiwa nacho mwanadamu. Anaweza kumpenda huyu, akampenda yule, akampenda yule, akampenda yule. Lakini kupenda huku kote hakuna faida katika akhira yako. Unaweza kuwa na faida katika baadhi ya mambo yako ya kilimwengu, lakini usiwe na faida kwa ajili ya akhira yako. Utakuwa na faida katika akhira yako yakiwa mapenzi haya umeyaweka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ibada, wapata thawabu wewe. Umelala lakini wapata thawabu, watembea lakini wapata thawabu, kwa kuwa tu wawapenda waja wake waumini kwa ajili ya Allah, na utapata sharafu siku ya Kiyama. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo kuna mambo mengi sana, lakini miongoni mwa alama au miongoni mwa haki za hayo mapenzi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuhakikisha unamnusuru ndugu yako, yule muumini unayempenda. Unsur akhaka dhaliman au madhluman, kwa maana ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni katika alama kubwa za kuwa wampenda mtu kwa ajili ya Allah. Mnusuru ndugu yako, hali ya kuwa ni dhalim na hali ya kuwa madhulum. Ni mmoja ni dhalim au ni mwenye, yani dhalim mwenye kudhulumu au ni mwenye kudhulumiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametueleza, baada ya kuwa masahaba wameshangaa, baadhi yao wameshangaa, huyu mwenye kudhulumiwa tutajua namna gani ya kumnusuru, lakini huyu aliyedhulumu naye. Maana yake ni kwamba ndugu yako anapokuwa anakwenda katika njia si sahihi, wamwona huyu ni ndugu yangu, na anapokwenda si mahali sahihi, anaharibikiwa huyu kwenye jambo la dini yake, watakiwa umnusuru. Ina maana kwamba sasa wewe utumie maarifa yako yote na busara zako zote na uelewa wako katika kumnusuru huyu ndugu yako kwa kumnasihi. Mlango wa nasaha ufunguke
mlango wa kuamrisha mema na kukataza maovu ufunguki hapo. Mfuate ndugu yako, tumia namna, mfikishie ujumbe, zungumza naye kwa uzuri. Bwana, leo nakualika bwana, twende tukale biriani, twende tukale chips, twende tukale hiki, twende huku, nipeleke huku. Mwenda kwa urafiki na kwa udugu, wamfikishia yale yaliyomsibu ambayo wewe waona kwamba hayo yatamtoa katika njia ya ndugu yako au yamemtoa katika njia ya ndugu yako. Mpe nasaha, mlinganie. Nitazungumza kwa haraka haraka ili nipate nafasi ya kuzungumza mengi. Kwa hiyo nafasi hii asiachiwe kwamba hii nafasi ya imamu, nafasi ya shura, ataitwa kwenye shura. La, wewe una nafasi, pengine una nafasi kubwa zaidi kuliko mtu mwingine. Na rafiki yake mnasihi arudi katika usawa. Na sio sahihi ukakaa mahali ukaanza kumsengenya na kuzitaja aibu zake na kasoro zake. Ni ndugu yako katika imani, Muislamu mwenzako, kwa maana mmoja katika ahli sunna wenzako. Mwite katika usawa, mlinganie. Kama njia unayopita si sawa, au zungumza kwa ujumla kwamba watu watakiwa wafuate njia hii na njia hii ni ya kimakosa, bila ya kumwainisha yeye mathalan. Sawa, hiyo pia ni njia. Ndio hizi khutba za Ijumaa, mawaidha kama haya yanakusudiwa kuwanasihi Waislamu wengi au baadhi yao kutokana na matatizo walionayo binafsi. Nasaha zimefika kwao. Ikiwa amesikia ujumbe, basi nasaha kwake imefika. Rudi katika usawa, achana na njia hiyo. Kwa hiyo katika mlango muhimu kabisa wa mahaba ni mtu kumnusuru ndugu yake wakati anapokuwa ameteleza kuiacha njia ya sawa. Sasa tuufungueni mlango huu, tusiufunge. Tukawa sisi kusengenya kwa sisi ni jambo la rahisi kuliko kunasihi. Hatujapendana hapo kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Na hii ni tabia watu wengi wako nayo, pamoja na kwamba hakuna anayeipenda. Yani huyu ameona ndugu yake huyu hayuko sawa, badala ya kumfuata na kumweleza atakaa pembeni amsengenye. Hii ni njia watu wanaitumia. Yeye hapendi kufanyiwa hivi, lakini yeye awafanyie wenzake. Na huyu naye hapendi tabia hii aliyofanyiwa na ndugu yake ya kusengenywa badala ya kupewa nasaha, lakini na yeye huwafanyia watu wengine au pia kamfanyia yule. Sasa kuna tanakudhi ndani yake. Kumbe wewe upendi kufanywa hivyo, mbona wafanyie wenzake? Wataja aibu zao, wakashifu, wazungumza mambo yao, una mlango wa nasaha. Sasa udugu uko wapi? Mapenzi yako wapi? Tujalie ni mtu anayekuhusu sasa ana aibu zake, mzazi wako, wewe wasijua aibu zake, mtoto wako, kaka yako au nani wako, utakaa umsengenye na ni ndugu yako ampenda? Vipi ndio katika imani? Kwa hiyo tutakiwa tuende katika utaratibu. Na yule anayefanya dhulma atakiwa azuiwe, na mwenye kudhulumiwa sasa wakaa wasikiliza, wasikia watu wanamzungumza ndugu yako kwa dhulma au kwa utaratibu ambao sio sahihi, wewe mtetee. Huo ndio utaratibu wa sawa sawa. Sio ni hivyo, kumbe ni hivyo. Na wewe waunga mkono au wayachukua maneno yale wayapeleka nyumbani, wapeleka mtaani, wapeleka huko, wapeleka kule, waeneza ubaya wa ndugu yako. Hili sio jambo la sawa, si utaratibu wa sawa. Kwa sababu mambo haya ni katika mambo yenye kuvunja mapenzi. Ndugu yako akisikia kwamba wewe wamsema, waeneza ubaya wake, atakuchukia. Tumeelewana? Kwa hiyo katika mambo ya msingi kabisa ya kufanya ni watu kunusuriana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unsur akhaka dhaliman au madhluman. Kwa hiyo mlango wa nasaha ufunguke, na kila kitu kiweke mahala pake. Tusichukue la huku tukalileta huku na la huku likaletwa huku. Mfano, leo katika uwanja wa da'wa anaweza akasimama mtu akayapindua mambo ya dini rasu ala aqib, pindua mambo, na huku akaleta huku na kule, akifanya talbis kwa watu alana mbele za watu,
au ukajifungia chumbani, lakini tunasema mbele za watu, kwa kuwa jambo hilo limeingizwa kwenye mitandao ya kijamii huko. Ukienda kwenye YouTube wapi, utakuta maneno haya yamezagaa. Uovu au udhulma imeenea, upotoshaji umeenea katika jamii. Ni wajibu kwa maduati waliosimama katika njia ya sawa sawa walibainisha vile kwamba hili la batil, hili si la sawa, na sawa ni hivi, na ikibidi kutajwa alifanya uovu huo atajwe. Na hili katika kunasihi kwa ajili ya Allah jalla wa ala, ni kwa ajili ya kupenda kwa ajili ya Allah jalla wa ala. Hivi ndivyo inavyotakiwa, na ndio Uislamu, kwa kuwahurumia hawa maskini, kwa kuwahurumia watu wanyonge katika Waislamu ambao wanahadhaika na maneno ya watu kama hawa. Ni wajibu kufanya hivyo, kuwahurumia Waislamu na kuwapenda, kuwatakia kheri, kwa sababu watu wa batili wako wengi na wana nashati. Sasa kuna watu wa batili, kuna watu tu wametokea kuwapenda hao na batili zao. Ampenda mtu fulani, kwa nini? Mimi nampenda tu. Ule uzungumzaji, mimi nampenda sana. Kwa lipi? Anampenda tu. Kwa hiyo ana mapenzi yake mwenyewe binafsi ya mfukoni aliyoyaweka. Kwa hiyo hata akizungumza jambo batili, yeye halioni kwamba lile ni batili, bali hata akiambiwa lile ni la batili, yeye haiko tayari kukubaliana na jambo hilo, atatafuta udhuru. Kuna watu wa namna ambao hawajafahamu hiki misingi ya ahli sunna wal jamaa. Sasa kwa mtu mwenye tabia kama hizo, watakiwa watu wayabainishe mambo. Sasa usitaki kuchanganya na huyu mtu miskini dhaif, hana ushawishi wote katika jamii, makosa yake ni yake yeye mwenye binafsi, hana athari katika mujtamaa, ameteleza, amefanya makosa. Sawa, baina ya kumnasihi huyu na yule ambaye anafanya makosa mbele za watu na ana athari, ana wafuasi, ana watu wanaomfuata na kumsikiliza, katika kupewa nasaha ukaona kwamba huyu na huyu ni sawa, si sawa. Zallatul alim zallatul alam, haya maneno yamesema. Kuteleza kwa mtu mwenye ujuzi, mwenye elimu, ni sawa sawa ni kuteleza kwa ulimwengu. Athari yake ni kubwa kuliko wewe na jirani yako unaona ana jambo fulani baya, si uzuri, yuko chumbani huko asikiza muziki au afanye jambo kadha, si jambo zuri, lakini halivuki kwenye nafsi yake au kwenye familia yake. Athari yake iko kwake tu. Mtu kama huyu watakiwa umwendee kwa uzuri, umpe nasaha, umlinganie, kwa sababu hili ni kosa amelifanya yeye kwenye nafsi yake. Kama yeye, tumia utaratibu mzuri wa kumfuata au kumwambia au kumpigia simu, kumtumia ujumbe. Huu ni ustaarabu, na pengine akarudi katika haki. Na kama wewe ni dai, wajua kwamba kosa hili liko fulani na fulani na fulani katika mtamaa wako umeenea, simama msikitini, lizungumze kwa ujumla jambo kama hili, likemee, likariri jambo hilo, na ujumbe utafika kwa mlengwa. Lakini inapofika wakati sasa anayezungumza ni mtu ana mabehewa ya watu waliojaa huko nyuma, na watu wampenda tu, kwa sababu anapozungumza anasema qala Allah wa qala Rasul, pengine akaongeza wa qala salaf. Ana umma nyuma yake unamfuata, na anaeleza na anafanya vitu vya batili vinavyoenea katika jamii. Watu wenye elimu na wenye maarifa na wenye kujua haki watakiwa wasimame kuwahurumia hao Waislamu kwanza. Maslahatul amma yaangaliwe, maslahi ya watu wote kabla ya maslahi ya mtu binafsi. Hata kama watu watachukia, libainishe jambo lake na liweke wazi kwamba hii si sawa. Na huku ndiko kutakunasihiana katika dini ya Allah jalla wa ala, na huku ndiko kutakupendana, na hii ndio njia sawa ambayo wale watu wa kawaida wengi wenye mapenzi yao binafsi wenyewe hawaipendi. Wewe hata haikudhuru hiyo, usidhurike na hilo. Kuna watu sisi tunawajua, mtu anaogopa kuzungumza ukweli anaojua kuhusu jambo fulani, kwa sababu atakhalifiana mtu fulani ambaye anapendwa na watu.
mtu fulani ambaye ana kadha, sasa mimi nikisema hivi nitakuwa nimepingana fulani, ngoja nyamaze, tusitaki fitna. Mtu anazuia jambo la haki analojua. Kwa hiyo sisi tunataka tufungue mlango kwa msihiana kwa ajili ya dini ya Allah Jalla wa Ala na kutiana nguvu katika hilo. Lakini pia katika njia muhimu kabisa ya watu kupendana kwa ajili yake Allah ni kuombeana dua ala dhahri al-ghaib. Mtu kumwombea dua ndugu yako wakati yeye mwenyewe hayuko, hili linathibitisha mahaba yako kwake, bali katika faida zake na malaika nao watakupenda na Allah atakupenda. Na lile la kheri utakalomuombea na wewe waombewa na malaika upate mfano wake. Sasa wao ni faida namna ilipokuwa faida kubwa. Wewe pengine umepata nafasi katika swala zako za usiku au swala za mchana au wakati umefunga, umepata nafasi ya kuomba dua, ukamkumbuka ndugu yako, ndugu yangu fulani kwenye masahibu fulani, ya Allah muondoshie uzito alionao, ya Allah mfanyie wepesi ni mambo yake, ya Allah. Ukamwomba Allah, kila unapoomba kumwomba, ile ni alama ya kwamba wewe wampenda, na malaika wakwambia Allah subhanahu wa ta'ala wewe akupe mfano wake. Uone faida hii. Ya Rabbi muongoze moyo wake, mpendezeshe imani katika moyo wake, ya Rabbi muhifadhie familia yake, ya Rabbi mkunjulie riziki yake, ya Rabbi, bila wala mwenye hajui wala usimwambie kama nimekuombea kweli kweli wewe. Wewe pata fursa muombe. Kuombeana khairi ni katika alama na katika vitu vyenye kuthibitisha mapenzi baina yako na huyo ndugu yako muumini. Muombe khairi. Unaona na jambo ambalo si zuri, muombe kwa Allah amuondoshee jambo lile. Ndivyo tunapotakiwa, na tuna nafasi ya kuomba. Sisi fursa nyingi tuko nazo, tuombe ndugu zetu. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. kuwaombea watu ndio sunnatul awliya wasalihin. Kuwaombea waislamu wenzako, kuwaombea khairi, ndio mwenendo waliokuwa nao watu wema na mawalii wa Allah, vipenzi wake subhanahu wa ta'ala. Kwa muombee ndugu yako. Lakini pia vile vile katika njia nzuri kuna mambo mengi ya kusema, naona katika hili ningeishia hapa. Katika upande wa wanawachuoni ni kama nilivyoeleza kwamba miongoni mwa haki zetu sisi kwa wanawachuoni katika kuwapenda ni kuzijua haki zao. Kujua haki za wanawachuoni, miongoni mwa haki hizo ni kuwapa nafasi zao na kurejesha mambo kwao, kama anavyoeleza hapa Abu Idris al-Khawlani kwamba watu idha ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ilayhi, watu walipokuwa wanakhtalifiana kwenye jambo lolote wanaliegemeza kwake, wanarudi. Huu ndio utaratibu, ndio haki ya wanawachuoni, turejee kwao katika mambo yetu. Kuna fatwa bwana hii, wanawachuoni wanaeleza hivi na hivi, wanawachuoni fulani basi قال الله وقال الرسول وقال السلف. Fatawa za kwa sababu Qur'ani na Sunna ndizo zinazotuelekeza sisi turudi kwao. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Qur'ani tuambie tufuate kitabu na Sunna. Naam, tufuate kitabu na Sunna, na kitabu na Sunna chatuelekeza tuulize kina nani? Ahlul ilm. Turudi kwao, tuwaulize tumetatizika katika jambo, lakini jua ni wanawachuoni gani wanaokubalika katika misingi sasa. Turudi kwao. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kujishughulisha na ilmu wanaoitoa na kuwasifu hao wanawachuoni, kuwataja kwa kheri, kuwataja kwa uzuri, kuwapendezesha watu wawapende wanawachuoni hao. Lakini pia vile vile adhabu an a'radihim, kuzitetea heshima zao, kuzitetea heshima zao zisivunjwe. Na hii haiti taasub, kwamba kuna watu wanataasub na baadhi ya wanachuoni
Na hili jambo la si taasub. Kumpenda mtu kwa ajili ya Allah haiti taasub. Hili ni jambo la kwanza. Na kufuata maelekezo ya wanawachuoni waliosimama katika haki si taasub. Hasa wanapozungumza kwa dalili, kwa adila za kisheria. Na hapa ndio tofauti inapoingia baina yetu sisi na watu wa batil, watu wa bid'a, watu waliopinda kuiacha njia ya haki. Utofauti unakuja katika jambo hili. Wewe si as-salafi, unasibisha na njia ya wema waliotangulia. Sasa tofauti iliyopo baina yako wewe na mwingine ni katika kuweka nafasi ya wanawachuoni, alipoweka wanawachuoni katika nafasi yao kwa mahaba, kuwapenda. Hao wengine hawajali. Mtu katika wanawachuoni anaweza kuwa katika batil, yani asili yake ni batil, amepatia haki. Sisi hatuwezi kurudi kwake kwa sababu kuna haki fulani na haki fulani ameipatia. Tutachukua la haki. Lakini pamoja na hivyo sisi hatuwezi kurudi kwake kwa sababu huku si katika wanawachuoni walisimama katika misingi ya haki. Wanawachuoni wa kihisbi, wanawachuoni wa kisufi, wa kishia na wengineo. Hatuwezi sisi kuchukua elimu kutoka kwao eti kwa sababu kuna shia akazungumza haki basi maadamu kasema haki ile basi upe mwanachuoni. La, haina maana. Hata al-Yahudi wa Nasara wakati mwingine wanazungumza maneno ya haki, lakini sisi hatuwezi kuchukua elimu kutoka kwao, kutoka kwa Mayahudi na Manasara katika jambo la dini yetu eti kwa sababu kuna haki fulani wameipatia. Hivyo hivyo Rafidha, hivyo hivyo Sufia na wengineo. Sisi tunalazimiana na wanachuoni wa ahli sunna, na haki iliyomo kwa ahli sunna imejitosheleza kutoka kwa wengine. Sasa tahadhari ndugu yangu Muislamu, kuwapenda watu wasiostahili kupendwa katika wanaovioni na wengineo. Hapa sio nitakuwa nimezungumza kwa jumla sana, nitakuwa sieleweki au nimeeleweka, lakini najitahidi kuzungumza kwa ikhtisar nielewe. Mimi nataka kusema na kutoa majibu hapa kwa ufupi kuhusiana na Daktari Islam. Mimi sikumzungumza kwa sababu binafsi kwamba mimi na yeye tagombania kitu fulani, kwa sababu sina karibu na yeye wala hatujuani kabisa, wala hakuna chochote kilichokhtalifiana huko nyuma mimi na yeye katika mambo binafsi wala mambo ya dini. Sasa nilikuwa simjui na wala yeye hanijui, labda atakuwa anasikia na mimi namsikia tu. Hili jambo la kwanza. Sikuzungumza kwa sababu ya kuvutwa na jambo binafsi labda ninachuki na yeye, wala si kwa sababu kwamba tupenda tu sisi kuwasema watu bure kwamba hao bwana katika da'wa yao kila mtu atakumsema, kila mtu atakumpromosha. Si kwa sababu hiyo, bali sisi tuamini kwamba tuna dhima, tuna jukumu tumelibeba katika shingo zetu na katika mabega yetu, tutakwenda kuulizwa nalo mbele ya Allah Jalla wa Ala. Watakapokuwa wanasimama watu wanazungumza baadhi ya mambo ya kupotosha, alafu sisi tunajua kwamba haya ni mambo ya kupotoshaji na tusiyaseme, mimi naamini kwamba hiyo ni dhima na tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah Jalla wa Ala. Ingekuwa ni dhima ya kubeba mizigo, kwamba nibebe mzigo ili nipate riziki, basi niko na hiari kwamba leo nibebe, kesho niutue, kesho nisifanye, kwa sababu ni mambo binafsi. Lakini ni dhima ambayo tutakwenda kuulizwa nayo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa mimi naamini hivyo. Kwa nikimzungumza yeye kwa haki nitakwenda kuulizwa, nikimzungumza yeye bila ya haki pia nitakwenda kuulizwa, na ni lazima nitoe majibu mbele ya Allah Jalla wa Ala. Wewe kuna siku ulikaa ukamzungumzia shekhe fulani, haya tuambie, unaulizwa mbele ya Allah. Yani mfano wa hivi, haya waulizwa mbele ya Allah, na unapoulizwa pepo ile pale, moto ile pale, una majibu. Sasa huogopi kuwa wewe wasema watu kwa dhulma? Huoni kwamba ni jambo baya?
lakini mimi katika imani yangu naamini kwamba ninachokisema ni katika mambo, wachilia mbali kuwa ni jambo zuri, naamini kwamba napata thawabu kwa hili, na ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuweka karibu na yeye. Naamini hivyo kwa sababu ni katika mlango wa kuamrisha mema na kukataza mabaya na kutahadharisha ubaya kwa watu. Kuna ubaya uko wazi na kuna ubaya mwingine umejificha. Hii ni nukta ya pili. Sina mambo binafsi na yeye, kadhalika naamini kwamba jambo hili ni dini na nitakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Suala la tatu, mimi sizungumzi ili watu wapende au watu wafurahi, kwamba ulipozungumzia watu wengi walifurahi, watu watanisaidia nini mbele ya Allah? Kwa hiyo hatuzungumzi ili watu wafurahi au watu wachukie. Wafurahi, wachukie, lakini sisi ndiye ambaye tunaona kwamba hili lina sawa tunalizungumza. Sasa kuna maneno baadhi yao wanayosema, sasa amemuhizibisha Daktari Islam kwa sababu kwenda kuzungumza katika msikiti wa mahizbi. Mbona masalafi wao wanakwenda kufanya pia mihadhara kwenye misikiti ya masufi? Kwa masufi wanakwenda kufanya mihadhara na hiyo misikiti ya mahizbi. Pengine anayezungumza jambo hili ni mtu ana elimu, wengine hawana elimu, wasema tu. Kwa hao wanaozungumza pia na wao watakwenda kuulizwa mbele ya Allah jalla wa ala. Sisi katika, kama mtafahamu, kama nyinyi mnafahamu, lakini hatukumzungumza Daktari Islam kwa sababu amefanya muhadhara katika msikiti wa mahizbi kabisa kabisa, si kwa sababu hiyo. Kwa sababu unaweza kuitwa katika msikiti wa mahizbi au makhurafi, mashia, kwenda kwenye ile msikiti ukasimama ukawabainishia upotevu wao na ukabainisha haki ni hii na hili mnalishika la upotevu kwa wazi na kwa njia nzuri na kwa adilla. Sio jambo baya, ni jambo zuri. Umekwenda katika msikiti wa masufi, umepata fursa yote ya kutoa mawaidha na maneno ya haki, lakini awamu muslimin, msikiti wa awamu, yani watu wa kawaida, na wajua kuna udhaifu wa jambo fulani, ukapata fursa ukalizungumza hilo na ukabainisha sunna, sawa, hakuna vibaya katika hilo, wala hakuna anayesema kwamba hilo jambo ni haramu. Na sisi hatukumzungumza katika upande huo, na wao wajua kwamba sisi hatukumzungumza katika upande huo, lakini ni vile vichembechembe vya mahaba ya watu waliojitengenezea kwenye nafsi zao kinyume na sheria. Kilichotufanya sisi tumzungumze yule kwa ubaya ni pale alipojidhihirisha kuwa yuko na mahizbi, watu wanaowatusi wanawachuoni. Yupo na mahizbi, watu wanaowatusi wanawazuoni. Mimi naamini kwamba wewe ukisema kuna kitu chaitwa salafia jadida au hizbu salafi kwa hapa nchini kwetu, ukizungumza maneno haya moja kwa moja wewe wamuunga mkono Salim Abdurrahim Barahiani na kundi lake. Si ndio alikuja na lugha hii na maneno haya, akituita sisi kwamba sisi tumekuja na salafia jadida. Sasa afadhali angekuwa anayemsema ni Qasim Mafuta, tukaona kwamba ameamua tu kwa utashi wake kufanya hivi na hivi na hivi, ana chuki naye binafsi, lakini yeye analinasibisha jambo hili na wanawachuoni wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Yeye anachosema kwamba alianzisha salafia jadida ni Sheikh Muhammad Amani bin Ali al-Jami rahimahullahu ta'ala, yeye Salim Barahiani. Hiyo hizbu salafi na hiyo salafia jadida mwanzilishi wake ni huyu Sheikh Muhammad Amani bin Ali al-Jami, ghafara Allahu lahu wa rahimahu, na akasaidiwa na Sheikh Rabi' ibn Hadi
al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala. Hawa ndio waanzilishi wa salafia jadida. Akaendelea kuwataja wengine kina Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i na wengineo katika mashaikh walioko al-Mamlakah al-Arabiyyah as-Saudiyyah. Mmenelewa nani mwanzilishi? Qasim Mafuta, Abu Hashim Abdul Qadir Hashim, Abu Khattab Abdullah Humayd. Nani? Yeye kwa jambo limeegemezwa kwetu sisi lilikuwa sahihi, lakini yeye analiegemeza kwa jambo hili baya na kundi hili ovu limeanzishwa na wanawachuoni fulani akawataja. Sasa swali hili likaja likaulizwa pale pale, yeye amekwenda kwa wale mahizbi na akaulizwa swali juu ya uwepo wa salafia jadida. Hebu niambieni alijibu nini? Jawabu alilolitoa la kumuunga mkono Salim Abdurrahim Barahiani. Yeye alitakiwa kama kweli alikuwa yeye ni as-salafi na analingania da'wa salafia, alitakiwa awagaragaze pale pale kwamba hii fikra iliyoletwa kwamba Sheikh Muhammad bin Ali bin Muhammad Amani bin Ali al-Jami ndiye mwanzilishi wa hiyo hizbu salafi, au Sheikh Rabi' bin Hadi bin Umayr al-Madkhali, hii si fikra sahihi. Wanaosema hivyo kwenye makosa. Kwa nini? Kwa sababu Sheikh Muhammad Amani al-Jami ametakaswa na kupewa tazkia na wanawazuoni wa Kiislamu wa ahli sunna wal jamaa na kuthibitisha kwamba huyu mtu yuko katika manhaji sahihi akiwa yuko hai na baada ya kufa kwake. Fatawa tumezisoma sisi namna wanawachuoni wanavyomueleza Sheikh bin Baz, Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala anamzungumza Sheikh Muhammad Amani al-Jami baada ya kufa kwake, na anaelezea namna watu wanamsema vibaya na akiwaradi. Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad, Sheikh Salih al-Fawzani na wengineo wote wanamzungumza Sheikh Muhammad Amani al-Jami wakimjua tangu yuko hai na baada ya kufa kwake. Hawakuzungumza juu ya uanzilishi wa kundi lake kwamba kuna kundi kaanzisha, kuna kadha kadha wa kadha. Sasa wewe wajua kwamba hawa wamnasibishia shekhe jambo baya, jambo ovu, alafu waulize swali hilo mbele yao, watoa fatwa ya kuwaunga mkono hawa. Wewe ni nani? Wewe katika wao, wewe ni mwenzao. Sasa wewe unayochukia kufa na chuki yako. Daktari mwenyewe mimi nimemwelewa, daktari mwenyewe kufa na daktari wako. Lakini tutasema kitendo alichokifanya ni khidlan, ni kuwanyima nusra wale wanawachuoni, ni kitendo kiovu, hakikubaliki. Kwamba mimi sitajibu hapa, nitaeleza hapa Ibn Uthaymeen kasemaje. Haya, waanza kusoma fatwa Ibn Uthaymeen. Huyo Ibn Uthaymeen mwenyewe ambaye ameeleza kwenye kitabu chake, katika kitabu Sharhi al-40 an-Nawawi na sehemu nyingine kwamba kuna hizbu salafi, kuna kadha, kuna kadha. Sheikh Rabi' huyu hapa yuko mbele yake sasa, amekuja. Sheikh Rabi' huyu hapa mbele yake amekuja. Sheikh Rabi' alifanya ziara kwenye markazi ya Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, akatoa muhadhara. Sheikh Ibn Uthaymeen akatoa taaliki yake, akaeleza kwamba huyu Sheikh Rabi' yuko katika upande wa as-salaf, as-salafiyya. Sikusudii hizbu ya salaf, huyu katika salafiyya haki. Wewe wamuingiza vipi kwenye kundi hilo? Kwa kutumia fatwa hiyo hiyo kwamba Ibn Uthaymeen kasema hivi, mbona humtoi yeye wakati Ibn Uthaymeen mwenyewe alimtoa? Hii ni khiana. Hii ni khiana wanaifanya baadhi ya walinganizi wa kihizbi. Ndio wengine nasema lakini sasa hizi fatwa hizi wanaochuoni, wajua watu wanabadilika, wanaochuoni wanaweza kutoa tazkia alafu wakabadilika. Wanasema namna hiyo, maneno ya kipumbavu kabisa. Haya, tukukubalia kweli watu wabadilika. Kweli kuna watu wengi wabadilika walipotazkia.
wewe tuthibitishie hili, kwa sababu wewe wasema kundi hili lilianza mwaka fulani na wanawachuoni walikuwepo na wakatoa fatwa zao wakaeleza walioyaeleza, wakawasifu. Ibn Uthaymeen amemsifu bil khusus Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, الشيخ بن باز amemsifu bil khusus Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, الشيخ عبد المحسن العباد amemsifu Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Tumeeleza hayo yote. Sheikh al-Fawzan na wengineo wote wamemsifu mtu huyu. Sheikh al-Albani amemsifu Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Wakati huo wewe wasema kuna kundi kalianzisha, hawa hawakulijua, ulijua wewe kundi hili. Tuthibitishie alibadilika mwaka gani, kwa sababu salafia jadida nyinyi mwasema imeanza mwanzoni mwa miaka ya mwaka wa 90 baada ya vita vya Ghuba mwaka 91 ndio ilianza salafia jadida. Hizi fatwa za wanawachuoni wakina Sheikh Rabi, wakina Sheikh Albani, wakina Sheikh Bin Baz, wakina Sheikh Muqbil, tumjue Sheikh Muqbil, Abdul Muhsin al-Abbad na wengineo zimekuja mwaka gani? Sasa tuthibitishie wewe kubadilika kwao ni kwa mwaka gani, walibadilika waliposemaje? Kwa hiyo kuna vitu vingi hapa vya kuvitazama na kuviangalia. Utaona hawa ya nafsi inawaburuta watu, matamanio ya nafsi. Sasa sisi hatuwezi kwenda na matamanio ya nafsi za watu, tunakwenda katika usawa. Hawa ni wanawachuoni wa haki waliosimama katika haki, ni wajibu juu yetu sisi kuwatetea kwa haki. Ameteleza mahali fulani, amekhalifu dalili, au masuala mengine, hatuwezi kumfuata katika hilo. Ibn Taymiyyah na wengine katika wanawachuoni wametupa misingi madhubuti kabisa ya kuweza kutaamali na wanawachuoni pindi wanapoteleza katika masala, lakini tumjue kwamba huyu ni mtu wa sunna, ni katika ahli sunna wal jamaa. Ama sasa kuanza kutengeneza makundi na kuwababika makundi hayo watu kwamba hawa wanawachuoni kadha wa kadha, hii ni khata, ni kosa hili. Na yote haya yamekuja kwa sababu kuna watu wao wanawapenda. Unajua asili ya mahizbi kutokea ni kwa sababu wana mashekhe zao waliopinda, wao wanawapenda. Mashekhe walipowajeruhi mashekhe hao, wao wakajenga uhasama tu kwa Sheikh Rabi', Sheikh Muhammad Amani al-Jami, Sheikh Muqbil na wengineo, kwa sababu wamewajeruhi watu wao wanaowapenda, na wao wameweka mapenzi ambayo si ya haki. Sasa haya kuna watu wamejidhihirisha nao, wamejitokeza na mapenzi ya kuwapenda baadhi ya maduati, wala si katika ahlul ilmi. Kama mtu ampenda fulani tu, amezungumzwa mtu huyo kwa makosa aliyonayo, basi yeye yuqimu dunia, anaweza kukhalifiana na watu wote, akaamua hata kuacha dini, akaamua kuacha kuswali kwa sababu shekhe wake kasema. Ni kwa haki? Kwa jawabu ndio, basi rudi kwenye haki. Jawabu sio, kama si haki tetea kwa hoja na dalili. Hili jambo la kwanza. Kuhusu suala la kumpa muda Daktari Islam, sisi tulitoa mwezi, tulijua hana majibu katika hili. Majibu yake ni jumla tu. Tazungumza, kuna watu tazungumza sana kupendwa, kuchukiwa kwa jumla, uhusudiwa, kwamba kuna watu wana hasad, kuna watu wana kadha, jumla. Na hana majibu sahihi katika hili, kwa sababu sisi tumemuuliza maswali, yeye anajua kwamba haya ni maswali ya msingi na anataka majibu ya kielimu na hawezi kujibu. Kwa hiyo tulijua hata jibu, kwa sababu uwezo huo hana. Nilikuwa cha kufanya yeye ni kurudi kuacha batili aliyonayo na kuwakanyaga wale ambao ameshukia kwao, na akenda kuwatia nguvu na kuwanusuru, angewatandika wale akawabainishia batili yao. Huo ndio utaratibu sawa sawa, na si kujitetea binafsi. Angelifanya hili, lakini sasa tayari ameshajichagulia upande fulani. Mtu ashajichagulia upande wake, kama mimi upande wangu ni huu,
na anazungumza na awamu, kwa sababu tulabu ilmu hawezi kuelewa. Wewe unatakiwa hiki na hiki. Wale washabiki wajua, katika mambo ya dini pia kuna watu ambao wameamua wao kwa washabiki kama mashabiki wa mpira. Sisi watu waangalie mashabiki jamaa. Wewe shabiki wako, kama una ushabiki wako peleka huko. Salafia haina mashabiki, dawa salafia haina mashabiki. Umeelewa? Kwa hiyo nilikumbuka hili, na kuna watu walikumbusha mwezi tayari amesema nini, hajajibu kitu. Sasa tulijua kwamba hatajibu kitu. Sasa kuna ratiba ambazo naendelea nazo, nitarajia kwamba nitazimaliza ndani ya wiki 2 wiki 3, lakini haikuwa hivyo. Kwa ratiba zile siwezi kuzikatisha, nitaendelea nazo insha Allah. Baada tuzimaliza nitarudi kwake mara nyingine kumkumbusha insha Allah kwamba hii maslaki yako unayokwenda nayo si sawa. Tutamkumbusha kila mara kwamba maslaki hii si sawa, hata kama waona waonewa, wadhulumiwa, watu wana kadha wa kadha, lakini si maslaki sawa, si njia na utaratibu wa sawa wa wewe waunga mkono watu wanaowatusi na kuwadhalilisha wanaochuoni bila haki. Wake Barahiani pia shaamua mwenyewe, vivyo itakapokuwa ndio wache ni mbaya tu, wacha mimi pambane hivyo mpaka nafa. Sasa sisi hatumwangalii yeye bila hususi, na ndio maana mara nyingi anazungumza sio mnyamazia. Tunajua kwamba yale tuliyozungumza watu wameelewa, na da'wa salafia yaeleweka, ili kwenda mbele da'wa inakuwa. Sasa kama anazungumza mambo mengine kwetu sisi binafsi, kwa yule binafsi, hilo halitudhuru sisi, da'wa inakwenda mbele. Yani jambo ni kubwa zaidi kuliko Barahiani. Barahiani sasa si kitu, ule wakati wake wa kwenda kutembea huku na huku kwa msema ule wakati ushakwisha, hana jambo tena. Sasa wewe utakuja huku Moshi uzungumze watahadharisha Barahiani si mtu, watu wameshaelewa siku nyingi, kuna shida gani tena? Sitomwacha wapita hapo ndio mambo hapo na jambo lishamia. Kuna watu washaamua kwamba sisi tunakufa na mzee, tunakufa na babu. Kufeni naye, mtafufuliwa naye. Ar-rajulu ma'a man ahabba, katika athari za mapenzi ni hilo, mtu atakuwa pamoja na anayempenda يوم القيامة, siku ya kiyama. Wampenda kwa sababu gani? Anampenda tu, shauri yako. Umefahamu? Kwa hiyo lile jambo lake sisi tumelifunga, ila inapotokea munasaba ndio sasa hivi yetu tuliweke sawa hili, kaleta hili tuliweke sawa hili. Lakini anazungumza mambo mengi, tajua hivi huko kwenye mitandao, abishana watoto, kuna vijana huko kwenye Facebook, wapi anasema achoki, akidhani kwamba aweza kuididimiza da'wa hii au kuizuia kwa mikono yake. Hawezi, sitajua hawezi. Ni mmoja sisi tuko hai au tumeshakufa, kwa sababu jambo lishashika njia yake. Da'wa ina watu wake, walinganizi wake, si mtu mmoja wala wawili wala watano wala 10. Alhamdulillah, da'wa iko wazi kabisa, si ya mtu fulani kwamba dawa hii ni ya mtu fulani, si yake, si dawa ya mtu fulani. Ikiwa katika akili yako ufikirie kwamba dawa hii ya mtu fulani, akifa fulani au tukimsema fulani na dawa inakufa, uko mbali kabisa, akili yako inakudanganya. Kwa mwacheni hangaike, atapetape, aruke. Alhamdulillah, hadhihi da'wa mansura. Dawa hii itakuwa yenye kunusuriwa insha Allah, na wala hakuna anayeweza kuizima, kwa sababu sisi tunaamini kwamba huu ndio Uislamu sahihi. Huu tunaotangaza ndio Uislamu sahihi. Sisi tuna madhaifu yetu, pengine tukashindwa kutekeleza ule Uislamu sahihi, lakini ndio huu. Kwa anayetaka kufa afa kwenye njia hii, tunapoamini. Na kiigizo chetu si Mtume sallallahu alaihi wasallam na wale waliokuja naye katika masahaba as-salafu salih. Ndio kiigizo chetu, si fulani na fulani na fulani. Hakuna mwenye usalafi wake, hakuna kwamba huyu usalafi ni yetu sisi wewe tujinasibu. Ni njia kila watu waipite njia. Insha Allah tukipata wasaa wa kumzungumza kubainisha jambo la dini ya Uislamu
tutafanya hivyo mara nyingine. Lakini kwa ufupi maelezo yangu ni haya. Nimesema kwa ufupi kwa sababu ilikuwa